Oktoba 31 mwaka 2016, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameanza ziara ya kiserikali ya siku 2 katika Jamhuri ya Kenya, nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na jirani anayepakana na Tanzania upande wa kaskazini na kaskazini mashariki. Kenya imekuwa nchi ya 3 kwa Rais Magufuli kufanya ziara nje ya nchi tangu aingie madarakani Novemba 5 mwaka 2015, takriban mwaka mmoja uliopita, na imetanguliwa na ziara 2 alizozifanya katika nchi ya Rwanda na Uganda, zote zikiwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ziara hii ya Kenya iliyofuatia mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ilikuwa ikisubiriwa kwa shauku kubwa na watu mbalimbali nchini Kenya, na muhimu zaidi ni kwamba kufanyika kwake kumelenga kuendeleza na kuimarisha zaidi uhusiano na ushirikiano uliopo kati ya nchi hizi mbili, uhusiano ambao sio tu ni wa kirafiki bali kindugu na kihistoria, ukiwa umeasisiwa na waasisi wa mataifa haya mawili, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, na hayati Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, Rais Magufuli akaenda kutoa heshima na kuweka shada la maua katika kaburi la muasisi wa taifa la Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Kauli mbiu ya Rais Magufuli ni hapa kazi tu. Vivyo hivyo, mara baada ya kutoa heshima katika kaburi la hayati Mzee Jomo Kenyatta, Rais Magufuli akaelekea ikulu ya Nairobi, ambako mwenyeji wake Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alimwandalia mapokezi rasmi ya gwaride la jeshi na kupigiwa mizinga 21 kwa heshima yake. Viongozi hao wawili wakiwa wenye nyuso za furaha na bashasha wakafanya mazungumzo ya faragha na kufuatiwa na mazungumzo rasmi
Baadaye wakazungumza na wananchi kupitia vyombo vya habari, na wote wawili wakasisitiza uhusiano na ushirikiano baina ya nchi hizi mbili, ndugu, marafiki na majirani, pamoja na kutoa ahadi ya kujielekeza zaidi katika uhusiano wa kujenga uchumi imara kwa manufaa ya wananchi. Na nianze kwa kusema tumemkaribisha, na tumemkaribisha sio kama mgeni, lakini kama mwenye nyumba, na ajisikie kabisa na delegation yake ya kwamba ako nyumbani katikati ya ndugu na dada zake. Nchi zetu mbili kwa muda mrefu zimekuwa na uhusiano kutoka wakati wa wazee wetu, babu zetu ambao walipigania uhuru wa nchi zetu, na kutoka miaka hizo Kenya na Tanzania wamekuwa na uhusiano mwema, wamekuwa na ujirani mwema, na pia kwa sababu wengi wasahau, Tanzania na Kenya pia ni baadhi ya nchi chache sana katika kontinenti letu la Afrika ambazo zimekuwa na mabadiliko ya serikali kwa njia ya demokrasia na kwa njia ya amani. Kwa hivyo one can say without fear or favor ya kwamba we also have shared principles that bind us together. Safari hii ni ya kuimarisha huo uhusiano kati ya nchi zetu. Safari hii pia ni ya kutia maanani ya kwamba sisi kama Kenya na Tanzania tunajua ya kwamba ndio tuweze tufaulu kwa yale ambayo yako mbele yetu, na ndio tuweze kufaulu kupanua uchumi wetu, na ndio vijana wetu waweze kupata ajira na uchumi wetu uweze kupanuka. Hatuwezi kufanya hivyo tusipotembea pamoja. Na tumekubaliana ya kwamba tungependa kuona Wakenya na Watanzania wakitembea pamoja katika barabara hiyo. Na mimi sina shaka ya kwamba kutokana na safari hii mengi ambayo tumekubaliana, sitaki niingie katika detail sana, lakini tumekubaliana ya kwamba mawaziri wetu wa nchi za nje watapanga haraka iwezekanavyo joint commission ambayo itakutana kule Tanzania hivi karibuni kupangilia na kupanga vile mambo yale ambayo tumekubaliana yatakuwa implemented, kwa sababu tumesema sisi ya kwamba hatutaki mambo ya kuongea, tunataka wananchi waone faida ya implementation na kazi ambayo serikali zetu zitakuwa zimefanya. Tumeongea pia machache kuhusu usalama wa nchi zetu na vile tutashirikiana pia kwa kupigana na mambo ya ugaidi, na tumesema ya kwamba wale ambao wanahusika na usalama wafanye kazi pamoja kujua njia na kuimarisha usalama wa wananchi wetu katika harakati zetu za kupigana na wagaidi, kwa sababu hiyo ni shida ambayo inatukumba sisi zote. Tumekubaliana pia ya kwamba mambo ya mawasiliano tutafanya pia pamoja. Tuko na mpango na tunataka kuhakikisha ya kwamba speed up mambo ya barabara ya kutoka kule Bagamoyo kwenda mpaka Malindi, na pia barabara ambayo itakuwa inapitia Isibania kufungua pia the Western region, na ndio wananchi wetu waweze kusafiri kwa njia ambayo inastahili na kwa bei ya nafuu, kwa sababu barabara zitakuwa salama. Na hiyo tumeambia mawaziri wetu waweze kufanya haraka iwezekanavyo kumaliza shughuli hizo. Na mwisho pia
tumeweza kupata nafasi ya kuongea machache kuhusu tatizo mbalimbali za Afrika Mashariki, nchi jirani, na vile tutafanya kazi pamoja kuwasaidia jirani wetu ambazo wako na shida mbalimbali kutatua hizo shida, na ndio tuweze kuungana pamoja kwa maendeleo ya kulete manufaa na kulete prosperity kwa wananchi wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. La mwisho ni kumshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Rais Magufuli kwa kukubali mwaliko wangu wa kuja kututembelea kama ishara ya undugu wetu, ujirani wetu kati ya Kenya na Tanzania, na tunamwambia wakati uko hapa vile nilianza, ujisikie uko nyumbani na uko katikati ya ndugu na dada zako. Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu tena, nikupatie nafasi hii pia uweze kusema machache. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Ndugu zangu, amefafanua mengi, lakini nataka kuwathibitishia kwamba mimi pamoja na ujumbe wote tuliotoka Tanzania, kwanza tumefurahi sana kwa makaribisho mazuri tuliyopatiwa hapa. Asante sana Mheshimiwa Rais kwanza kwa mwaliko wako pia, na hii ni kuthibitisha kwamba Tanzania na Kenya ni ndugu. Undugu huu ni wa siku nyingi. Ni wa siku nyingi, si kwa sababu ya historia tu kwamba wote tulitawaliwa na Waingereza, lakini wananchi wetu pia ni ndugu. Leo tumezungumza mengi na nikatoa mifano kwamba Kenya kuna Wamasai, Tanzania kuna Wamasai. Sina uhakika wao hata wanapotaka kulisha mifugo yao huwa wanaangalia mipaka, mradi mahali pawe na majani. Lakini pia ukienda upande mwingine kuna Wajaruo wa Kenya, kuna Wajaruo wa Tanzania. Ukienda upande mwingine kule wa kwetu kule Moshi, ukiwaona na wale wengine wale wa Meru. Nilienda kule, nilibahatika wakati fulani kwenda kufungua barabara ya Maua Meru. Ukiona ni kama Wachaga wa Tanzania. Kwa hiyo kwa ujumla wa Tanzania na wa Kenya ni ndugu. Lakini nimetoa mfano, kwa mfano wa nyumbu, ambapo wakati fulani huwa wanakuja Tanzania, wakati fulani wanakuja Kenya. Kwa hiyo watalii wanaweza wakawaenda wakawaonea wale nyumbu wakiwa Kenya, lakini nyumbu hao wanaweza watalii wakaja wakawaona wakawa Tanzania. Huu ni undugu mkubwa. Lakini hata waasisi wa mataifa haya, na leo ninashukuru nimebahatika kufika kwenye kaburi alipolazwa baba wa taifa hili la Kenya na mwanzilishi mzee wetu Jomo Kenyatta. Nimefurahi kwa heshima hiyo. Walikuwa ni ndugu na marafiki pamoja na rais wa awamu ya kwanza wa Tanzania mzee Julius Kambarage Nyerere. Na wakati wa uhuru Tanzania, mzee Kenyatta alitumia karibu siku 4 kusafiri kuja mpaka Dar es Salaam aje ashuhudie uhuru wa Tanzania. Lakini Nyerere alikuwa yuko tayari ya delay uhuru wa Tanzania ili kusudi Kenya kwanza ipate uhuru kwa pamoja. Ile ni attachment inayoonyesha kwamba Kenya na Tanzania ni ndugu. Kwa hiyo ni kushukuru sana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa kunikaribisha. Nimekuja hapa najisikia nyumbani. Tunafanya kazi ya kuhakikisha nchi na move forward. Tunataka Watanzania walipe kodi. Tunajitahidi kupiga vita ufisadi. Na tunafanya kwa nguvu zote katika kuhakikisha kwamba Watanzania na Tanzania yetu iende mbele.
Uchumi katika kwota ya pili kwa sasa hivi Tanzania ulikuwa unakuwa kwa 7.9. Lengo letu ni kufika 7.2. Inflation katika mwezi huu imeshuka kutoka 7 point something mpaka kwenye 4.5. Kwa hiyo nina imani kubwa kwamba tukienda na pesi hii tunaweza tukafika mahali ambapo nchi tunaweza tukaipeleka katika masuala mazuri. Lakini pia nimemthibitishia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwamba Kenya ni partner namba 1 katika Afrika ambaye ni muhimu sana kwa Tanzania. Kwa sababu katika record za Tanzania Investment Center za Tanzania, makampuni ya Kenya ambayo yamewekeza Tanzania mpaka sasa hivi yako 529 ambayo yamewekeza fedha zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.7 na wamecreate employment kwa Watanzania zaidi ya Watanzania 56,260. Na takwimu hizo zinaifanya Kenya kuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika yenye uwekezaji mkubwa nchini Tanzania. Hakuna nchi nyingine za Kiafrika ambayo imewekeza kwa kiasi kikubwa Tanzania bali ni Kenya. Na ndio maana nasema Kenya ni partner namba 1. Lakini pia takwimu zinaonyesha pia kuwa jumla ya thamani ya biashara kati ya nchi zetu mbili imeongezeka kutoka shilingi za Tanzania bilioni 652.9 kwa mwaka 2010 hadi fedha za Tanzania yani shilingi trilioni 2.044 kwa mwanzoni mwa mwaka huu. Kwa hiyo nataka kukuthibitishia ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Wakenya wote, ninyi ni ndugu zetu. Kwa hiyo nimekuja kwa ndugu zangu na kweli ninajisikia nyumbani, lakini nawakaribisha tena Wakenya wote wanaotaka kufanya biashara Tanzania waje hata kuanzia leo, kwa sababu sisi tunataka kufanya biashara na Wakenya kwa sababu ni ndugu zetu. Mengi yamezungumzwa na Mheshimiwa Rais. Nataka kuwathibitishia tu kwamba tuko pamoja. Tuna lengo kubwa la kuleta uchumi na kuleta maendeleo kwa ajili ya nchi zetu. Sisi tu wamoja historically na tutaendelea kuwa wamoja. Kwa hiyo ziara yangu hii ni kucement the good relationship which have been existing between Tanzania and Kenya. In chemistry I could just say that maybe we are just acting like a catalyst. And the catalyst is that substance which speed up the reaction but does not take part into chemical change. So we are all catalysts. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawashukuru sana. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Ninakushukuru pia wakati tumepata tetemeko Kenya mlitusapoti. Tumekuwa tunazungumza sana na Rais Uhuru mara nyingi kwenye simu. Tunapigiana simu kwa mambo mengi. Lakini kwa sababu simu huwa hazionekani hadharani, watu wengine hawajui. Sasa basi mjue leo kwamba huwa tunazungumza sana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na kwamba sisi ni marafiki, ni ndugu, tuko pamoja. Lengo letu ni kuweka masilahi ya nchi zetu mbele na kwenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania na Kenya. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, sijui lingine nizungumze nini. Lakini ninawashukuru sana, nashukuru sana makaribisho mazuri. Joint Commission tumeagiza mawaziri wetu wa foreign wa Kenya na Tanzania ikiwezekana wakutane kabla ya mwaka huu hujaisha. Kwa sababu tumekutana kwa zaidi ya miaka 4 iliyopita
tumechelewa, ni lazima twende haraka. Na ndiyo maana mimi huwa na msemo kule hapa kazi tu. Tunataka tufanye kazi kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Na katika takwimu hizi za uwekezaji za ndugu zetu wa Kenya ambao zimekuja Tanzania, tuna mambo mengi ya kujifunza kati ya Kenya na Tanzania. Na mimi niwaambie ndugu zangu wa Tanzania na wa Kenya, sisi ni wamoja, lengo letu ni moja, nia yetu ni moja, Mungu wetu ni mmoja, na sisi wote ni wamoja. Mungu ibariki Kenya, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Kauli nzito zilizotolewa na viongozi hao wawili zikafunua ukurasa mpya katika simulizi zilizokuwa zikiendelea. Faraja na furaha kubwa ikatawala kwa Wakenya na Watanzania. Mitandao ya kijamii ikagubikwa na habari njema juu ya majirani hawa wawili, na zaidi ni kutakiana heri. Nyakati za jioni, Rais Kenyatta akamwalika mgeni wake Rais Magufuli katika dhifa ya kitaifa iliyoandaliwa kwa ajili yake katika ikulu ya Nairobi. Baada ya chakula, viongozi wote wawili wakapata muda wa kutakiana heri na fanaka. Lakini kabla yao, naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto akatoa maneno ya ukaribisho ya kualika viongozi hao. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, mama wa taifa Margaret Kenyatta, mgeni wetu na rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Joseph Magufuli, ambaye pia ni mwenyekiti wa East African Community, ndugu wote wageni wetu wa kutoka Tanzania na ndugu wa Kenya, nataka nichukue nafasi hii ya kipekee kuwakaribisheni nyinyi nyote katika ghafla hii ya jioni ya kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Tanzania huku kwetu. Mheshimiwa Rais, umeona makabiliano ambayo Amina amejaribu hapa na lugha ya Kiswahili. Tayari Rais wa Kenya alikuwa amekueleza, utatuwia radhi kwa sababu kuna historia inasemekana Kiswahili ilizaliwa kule Unguja, ikalelewa kule Tanzania, mahali mnaongea Kiswahili safi. Lakini ilipofika Kenya huku ikawa na matatizo, ikawa na ugonjwa kiasi. Na wakati ilifika Uganda ikawa ni mahututi. Na basi mazishi yalifanyika kule Kongo. So utatusamehe kiasi hiyo, lakini tutajaribu, tutafanya bidii. Lakini Mheshimiwa Rais, sote kama Wakenya tukiongozwa na rais wetu tunakukaribisha. Waliokuja hapa jioni ya leo kukushabikia ni kwamba sote kama Wakenya tunadhamini sana urafiki na undugu wa watu wa Tanzania. Na kuja kwako leo ni thibitisho rasmi kwamba urafiki uliojengwa kwa miaka mingi, wewe kama rais wa Tanzania na rais wetu mumeamua kuipeleka katika kiwango kingine kipya. Katika mazungumzo yaliyoendelea leo ni wazi kwamba ule uhusiano na urafiki na undugu utapelekwa katika kiwango kipya kwa sababu ya safari yako kufika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Rais, wewe tumekukaribisha hapa Kenya ikiwa ni safari yako ya 3 baada ya wewe kuchaguliwa kama rais wa Tanzania kutembelea nchi nyingine yoyote. Na kama Kenya tunafurahi ya kwamba umetupatia nafasi hiyo ya kukupokea hapa kwetu ukiwa ni jirani, ukiwa ni ndugu na rafiki.
Ni wazi, Mheshimiwa Rais, kwamba urafiki wa Kenya na Tanzania ni wa jadi, na biashara kati ya Kenya na Tanzania imeimarika mwaka baada ya mwingine. Leo ulituambia statistics ambazo zinaendelea katika uwanja wa biashara, na ningependa kuthibitisha ya kwamba soko ya Kenya kubwa ya pili duniani ni Tanzania, na watu wa Tanzania basi ni marafiki wetu wa dhati. Na pia soko ya Tanzania ya bidhaa za Tanzania, moja yao ambayo ni nambari moja ni Kenya, and it is the third globally, kumaanisha ya kwamba kuna biashara mkubwa unaoendelea kati ya Kenya na Tanzania, pande zote mbili zikinufaika na biashara hiyo. Na kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, wewe kufika hapa leo, ingawaje tumekuwa na urafiki huu, hata tumekuwa na JCC since 1988, lakini inafika wakati rafiki pia anaweza kuja akapata nafasi ya kunongonezana na rafiki yake. Kumbuka kuna historia mmoja, Mheshimiwa Rais, unikubali nikueleze kwamba kulikuwa na wawindaji wawili. Walienda kuwinda, wakampata swara, wakawakisha moto, wakatafuta kuni, wakatafuta maji, wakaanza kuchinja yule mnyama. Ikifika katikati, na walikuwa wawili, yule mwenzake akamwambia, bwana, fanya hivi, wacha tusimamishe hii kuchinja hii, nataka kidogo tuongee hapo kando. Sasa yule akamwambia, my friend, si tuko wawili hapa? Akamwambia, hapana, tafadhali tuacha tusimamishe kidogo, tusimame kando tuongee. Yule jamaa akashangaa, lakini akakubali, haya tuongee kando basi. Wakaenda pale. Yule jamaa akamwambia, tukimaliza kuchuna hii swara, tafadhali nataka ngozi iwe yangu, nipeleke nyumbani. Yule jamaa akamwambia, bwana, si ungesema tu pale wakati tunaendelea kuchinja, ningekubali tu. Akasema, hapana, nilikuwa nataka ujue ni ya maana kwangu. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, hata ingawaje mmekuwa mkiongea na rais kwa simu vile ulituambia, ni vizuri umekuja leo kibinafsi kama ule jamaa wa swara, umunong'onezee hapo, umwambie kuna maneno hivi na pale. Ni maneno mazuri. Na Mheshimiwa Rais, tunaamini katika uongozi wako wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, na ni wazi ya kwamba jumuiya hii itapiga hatua ya kwenda mbele chini ya uongozi wako, na sote kama wananchi wa bara hii, wananchi wa jumuiya hii ya East Africa, tunakueleza ya kwamba uko na support yetu. Sisi wote tutakuunga mkono ili jumuiya yetu na bara la Afrika liweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Na vile pia tumeshinda tukisema ya kwamba hakuna tofauti yoyote kati ya Wakenya na wenzetu jirani na ndugu wa Tanzania. Tumesema pia na tumeshinda tukisema ya kwamba Kenya ikifaidika, uchumi wa Kenya ukikua, hiyo ni ya manufaa kwa ndugu zetu wa Tanzania. Na vile vile uchumi wa Tanzania ukikua na ukiendelea kupanuka, hiyo ni ya manufaa kwetu sisi kama Wakenya. Narudia sana kila wakati ya kwamba sisi tukiwa jirani, sisi tukiwa
wananchi wa Afrika Mashariki, hatuna mashindano kati yetu. We are not in competition with one another. What we are is complementing one another for mutual prosperity of our region. Na tumesema sana siku ya leo ya kwamba sisi tuwakaribisha wenzetu wa Tanzania wakuje na wafanye biashara Kenya kama vile wangekuwa wakiendelea wakiwa Tanzania. Mheshimiwa Rais ametuambia leo ya kwamba wawekezaji wakubwa katika Afrika, Tanzania ni wa Kenya. Na akatuhakikishia ya kwamba yeye angependa kuona idadi ya wawekezaji wa Kenya wakiongezeka Tanzania. Na akasema amefungua milango, na akasema hataki kusikia kuna mfanyabiashara ambaye anakwenda Tanzania kufanya biashara halali au yanasumbuliwa na maofisa wa serikali. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba yeye ako tayari kuona uhusiano wetu ukiendelea kuimarika. Na mimi pia nimesema ya kwamba sisi tumefungua milango yetu kwa ndugu zetu wa Tanzania, wakiwa hapa wajisikie kabisa wako nyumbani. Tulikuwa tunasema hapo awali ya kwamba kulikuwa wakati vyuo vikuu katika Afrika Mashariki ambavyo vilikuwa vinajulikana vilikuwa vitatu: Dar es Salaam, Nairobi na Makerere. Na wakati huo, enzi hizo, Nairobi University ilikuwa imejaa wa Tanzania. Dar es Salaam University, mawakili wengi ambao wamepata sifa katika taifa letu la Kenya walisomea Dar es Salaam University. Rais wetu mwenyewe mstaafu Kibaki alisomea Makerere. Kwa nini hata sisi wakati huu tusijaribu, na ndio uhusiano wetu uendelee kuimarika, kuhakikisha ya kwamba tumewezesha vijana wetu kutembea, ndio wajuane na wajue maana ya umoja wa Afrika Mashariki. Na safari hii yako leo, Mheshimiwa Rais, ni chanzo tena cha kufungua upya na kuimarisha hata zaidi uhusiano wa nchi zetu mbili ambao umekuweko kutoka enzi za babu zetu. Tulisema hapo awali ya kwamba Tanzania, Rais Nyerere alikuwa tayari wakati wazungu walikuwa tayari sasa kupatia Tanzania uhuru. Alikuwa tayari na akasema ya kwamba yeye angependa agojee Tanzania isipate uhuru mbele ya ndugu zake wa Kenya wapate. Alikuwa anataka tupate uhuru pamoja. Hata sisi yastahili tuweke msimamo huo, na tuseme pia ya kwamba ule uhuru sasa tunatafuta ni uhuru wa uchumi, na ndio tuweze kuendelesha mambo yetu, tusiwe tunategemea mtu yeyote isipokuwa sisi wenyewe. Na tuseme ya kwamba tutasaidiana kama nchi jirani kuhakikisha ya kwamba nchi ya Tanzania imejisimamia, nchi ya Kenya imejisimamia, na tunasaidiana kuhakikisha ya kwamba huo utajiri ambao tuwajua tuko nao uko hapa kutusaidia kufanya maendeleo na kuinua hali ya maisha ya wananchi wetu. Kesho tutakuweko kwenda kufungua barabara pamoja na ndugu yangu. Hivi karibuni pia tunatarajia ya kwamba tutakutana tena kule mpakani upande, kwa sababu kuna barabara nyingine tunahimiza sana ambaye pia itatusaidia kufungua uchumi wa maeneo haya. Barabara kutoka Malindi
kuelekea mpaka Bagamoyo, Tanzania. Na hiyo itasaidia pwani letu lote lifunguke, biashara ifanyike, wananchi watembee kwa bei ya nafuu. Na mambo mengine mengi kuhusu vile tutasaidiana. Tanzania wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu kupata gas. Sisi pia tunahitaji hiyo gas kama Kenya, ndio tuweze kupanua viwanda vyetu hapa. Tumekubaliana vile tutafanya pamoja ndio tuweze kusukuma haya na tuharakishe. Ni mambo mengi ambayo tutafanya pamoja kwa niaba ya wananchi wa Kenya, kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, kwa niaba ya wananchi wa Afrika Mashariki, kutuwezesha kuhakikisha ya kwamba tumepanua uchumi wetu na wananchi wetu wote wameweza kufaidika. Mimi nataka kusema tumekukaribisha tena. Ukipata nafasi, na sisi pia tutakuja kukutembelea, kuendelea kuimarisha huo ndugu ambao tumeanzisha siku ya leo. Na tumesema pia watu wawache mambo ya kuongea huko na huko, iko hivi, iko hivi, iko hivi. Tanzania na Kenya ni mandugu, and we shall stay that way. Watu wasikuje kusikiza mambo mengine huko ambaye haina mbele yao nyuma. Sisi ni mandugu, sisi ni marafiki, sisi ni majirani. Na as I conclude, and on that note, ningewauliza wote tusimame, kila mtu na glasi yake. Mheshimiwa Mama Margaret Kenyatta, Waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Spika, mabalozi na wawakilishi mbalimbali mlioko hapa, Waheshimiwa wabunge, viongozi wa majeshi, viongozi wa vyama mbalimbali, na mimi nirudie, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, wakati makamu wa rais anamtambulisha Mama Uhuru, alizungumza mama wa taifa hili. Nikashtuka kidogo, nikasema Mheshimiwa makamu wa rais amemsahau Mama Ngina ambaye ni mama yako wewe Uhuru. Lakini nafikiri alikuwa na maana yake kwamba kwa sasa wewe ndio rais na mama yetu Mama Kenyatta anaendelea kuwa mama. Nianze tu Mheshimiwa Rais na ndugu zangu ambao tuko leo pamoja katika usiku wa leo, kumshukuru tena kwa mara nyingine Mheshimiwa Rais Kenyatta kwa kunikaribisha kuja kutembelea ndugu zetu wa Kenya. Ni kweli kama alivyozungumza Mheshimiwa makamu wa rais, hii ni nchi yangu ya 3 kutembelea tangu nichaguliwe kuwa rais. Lakini ni ukweli kwamba mialiko nimepata mingi, zaidi ya mialiko sasa nafikiri imekaribia 50. Lakini nilikuwa mzembe kidogo kutembelea mialiko hiyo yote. Ninaposema mialiko ya nchi mbalimbali, sio mialiko ya hapa Kenya.
niliona kwanza nishughulikie ya nyumbani, alafu baada ya hapo nishughulikie kutembelea ndugu zangu. Na ndiyo maana nchi ya tatu kutembelea tangu nitaguliwe kuwa rais imekuwa ni Kenya. Wala sijakawia, nimewahi, kwa sababu tuko kwenye ile spirit ya utatu ambayo umezungumzwa sana. Sasa nyingine wanasema kawia ufike, lakini mimi nimewahi, sijakawia. Kwa hiyo nakushukuru sana mheshimiwa. Mambo mengi yamezungumzwa, tena yamezungumzwa kwa Kiswahili fasaha kweli kweli, mpaka mimi najiuliza sasa hivi kwamba Kiswahili changu ni kimeshaanza kuacha na kutukutu, kwa sababu Kiswahili kizuri sasa kiko Kenya. Na nafikiri siku zinazokuja tutaanza kusema Kiswahili kilizaliwa Kenya, na itakuwa sasa tofauti, labda kitakwenda kufia Tanzania. Nasema kwa dhati, Mheshimiwa Rais na ndugu zangu wa Kenya, nimefurahi sana kwa ziara hii niliyofika hapa. Mimi na wenzangu tumekaribishwa vizuri sana kama ilivyo kawaida yenu. Urafiki wa Kenya na Tanzania ni wa siku nyingi, ni historical. Wala hauwezi ukabadilishwa na historia. Historia iko pale kwamba sisi Kenya na Tanzania ni ndugu, na ndugu wa kudumu. Na ndiyo maana nasema kwa dhati kwamba nimefurahi sana kwa mapokezi mazuri niliyokaribishwa hapa. Lakini ni ukweli pia kwamba kama nilivyozungumza leo asubuhi, Kenya ni wadau muhimu sana kwa maendeleo ya Tanzania. Mpaka sasa hivi ninapozungumza, na kama nilivyozungumza asubuhi, makampuni 524 yamewekeza kwa nchi ya Tanzania kwenye thamani ya dola bilioni 1.7, na imeweza kucreate employment ya zaidi ya watu 56,260. Hicho ni kitu kikubwa sana, na kuifanya Kenya ndiyo nchi ya kwanza katika Afrika ambayo imewekeza sana Tanzania. Na hii inatoa mfano mzuri katika maisha yetu sisi wa Afrika. Mimi kama mwenyekiti wa East Africa Community, tunafahamu kwamba population ya watu ndani ya East Africa Community ni milioni 165 baada ya South Sudan kuongezeka. Ukifanya tu business kwa watu milioni 165, uongeze na wale wengine wa COMESA kwa upande wa Kenya na Uganda, na sisi tuongeze pia SADC, kwa sababu ndani ya SADC kuna watu milioni 400. Uongeze zile potentials ambazo ziko katika Afrika. Nchi zetu zinaweza zikawa donor country. Nitoe mfano tu kwa Tanzania, kwa sababu ndio naijua zaidi. Tanzania ina maziwa 21. Ukitoka Moa hadi Msimbati kule, ile coast regions, ni zaidi ya kilomita 1423. 30% ya eneo la Tanzania ambayo ina jumla ya kilomita za mraba 950 hivi thousands. Almost 30% ni eneo la utalii, yani game reserves na kadhalika. Eneo kubwa ni potential for agriculture. Lakini Tanzania ina madini karibu yote, percentage kubwa inayopatikana duniani. Paka hata yale mengine hayapatikani mahali popote. Kwa mfano Tanzanite
ambao nashukuru kwamba Kenya ilikuwa ya pili duniani kwa kuuza Tanzanite. Na huo ndio undugu, na huo ndio urafiki. Lakini tuna gold, tuna graphite, tuna nickel, tuna coal, tuna zinc, tuna titanium, tuna gadoliniums, kuna seleniums. Ukiacha zile gesi, kwa mfano methane na ethane, trillions of tons. Na juzi imegundulika gesi nyingine, helium, wengine wanaita inert gas au noble gas, ambayo inapatikana katika nchi 3 tu duniani. Haya madini yote ukakusanya na potentials za Kenya. Muna madini pia humu, muna caustic soda, magadi na kadhalika. Muna maeneo mazuri kwa ajili ya utalii, na nina uhakika madini mnayo. Muna bahari, muna fertile area. Jumlisha Uganda ambapo sasa hivi ina mafuta na sisi tuna traces za mafuta. Jumlisha Burundi, jumlisha Rwanda, jumlisha South Sudan. Hatuna sababu ya nchi zetu ndani ya East Africa Community kukremu maskini. We are rich. Sasa ukijumlisha na nchi zingine sasa katika Afrika, from the north to the south, from east to the west, tukisimama pamoja kwa lengo moja tu la neno development, we can even write DEV, which means developments of course. Nchi za Afrika tunaweza tukafanya wonders. Tunatakiwa tusimame pamoja, to focus direction. Sasa nyingine hata hii migogoro inaletelezwa na wenzetu. Sioni sababu kwa nini DRC iwe na migogoro yote hiyo, wakati they have everything. Ni lazima sasa wa Afrika tuamke kwamba inawezekana migogoro mingine inaletelezwa kwa makusudi kwa sababu we are very rich. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho mimi ninazungumza, ndugu zangu wa Kenya ambao tumehudhuria hapa, this is our time. Tumechelewa. Let us move forward. Tuache kufikiria sana kwamba misaada ya kutoka nje ndiyo itatusaidia. Na bahati nzuri Kenya mmeshaonyesha, kwa sababu katika bajeti yenu 95% inakuwa contributed na ninyi wenyewe. Hata sisi Tanzania tunapobana hivyo, tunabana kwa sababu mengine tumejifunza kwenu. Watanzania tulikuwa hatulipi kodi kwa sababu ya ufisadi na ujanja wa ajabu. Kwa hiyo vitu hivi vidogo vidogo tukivirekebisha ndani ya Afrika, tunaweza tukamove forward kwa ajili ya development ya watu wetu. Na watu wetu wanahitaji kuona outcome ya development na commitment yetu sisi. Kwa hiyo nina uhakika Mungu wetu ambaye anatusimamia na mahusiano mazuri tulionayo sisi kati ya Kenya na Tanzania, tutafanikiwa. Na mimi nataka kukuthibitishia Mheshimiwa Rais, mimi niko pamoja na Wakenya. Wala msiwe na wasiwasi wowote. Katika kipindi changu cha uongozi wangu, nitahakikisha yale ambayo yanachelewa yaende kwa spidi kubwa. Yaende kwa nguvu kubwa. Kwa sababu ninafahamu Wakenya ni ndugu zetu, ni marafiki zetu, na tuko wamoja. Hata tukiangaliana tu tunafanana tu. Tunafanana tu. Kwa hiyo mimi nikushukuru tena Mheshimiwa Rais na wananchi wote wa Kenya kwa makaribisho mazuri sana. Leo tumezungumza mambo mengi sana na tumetoa instruction kwa mawaziri wetu wa nje washughulikie hii joint commission mapema, ili kama yapo mambo mengine ambayo yako pending
yawe solved haraka. Tunataka kwenda mbele. Na mimi niwatakie Wakenya wote amani, upendo, mumtangulize Mungu katika mambo yenu, kwa sababu Mungu ndiyo kila kitu. Na nina uhakika mkimtanguliza Mungu, mkasimama katikati kwa kumwabudu yeye, mtafanikiwa. Ninaamini hilo kwa sababu nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Rais hapa, nikamuuliza Kenya mna makabila mangapi? Akasema ni 42, lingine limeongezeka la 43 la Wamakonde. Na mimi nikamwambia kwamba Wamakonde wako Tanzania, wako Msumbiji, sasa pia kumbe hapa Kenya pia kuna Wamakonde. Kwa hiyo tunazidi kuwa karibu. Lakini mimi nikamweleza kwamba sisi tuna makabila 121. Lakini tumekusanywa katika kabila moja la Waswahili na Watanzania. Nina uhakika kwa makabila hayo machache 43 mkishikamana, na mimi ni lazima niseme kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu, mambo mengine yote Kenya ni excellent. Tatizo ni ukabila. Najua maneno haya yatawachoma kidogo, lakini lazima niwaambie hapa. Muumalize ukabila. Ukiisha ukabila, Kenya is the best country. Nina uhakika chini ya uongozi wako na chini ya viongozi wote mlioko hapa, mkilisimamia hili, Kenya na Tanzania patakuwa ni mahali pazuri pa kufanya biashara. Na tutafika mbali. Na kweli tutafika mbali sana. Kwa sababu sisi wote ni wamoja, sisi wote ni ndugu, sisi wote tunapendana, Mungu wetu ni mmoja, na mawazo yetu ni yale yale ya kwenda mbele kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wetu. Lakini baada ya kusema haya basi, na mimi niwaombe tusimame, bebe glasi zetu kwanza kwa ajili ya maisha marefu yenye baraka na upendo mkubwa kati ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mke wake pamoja na mama aliyeko kule nyumbani, lakini kwa ajili pia ya urafiki wetu kati ya Kenya na Tanzania, lakini pia kwa ajili ya maendeleo na kufacilitate business kati ya nchi ya Tanzania na Kenya. Mungu ibariki Kenya, Mungu ibariki Tanzania. Cheers. Mwisho wa kipindi hiki kwa leo. Kwa niaba ya kurugenzi nzima ya mawasiliano ya Rais Ikulu, mimi ni Gaston Msigwa.